Nilivyokuwa katika kikao cha mahakama ya rufani hapa Mwanza, katika mashauri kadhaa niliyosikiliza, niligundua kwamba makosa ya statutory rape, kwamba makosa yale ya rape ya wasichana kati ya miaka 13, 14, 15, 16, kesi nyingi sana tumekuwa tukizisikiliza. Hakuna kikao ambacho kilikuwa kinatuchosha. Kwa wiki moja nimekaa Musoma na kesi za mauaji. Kesi za mauaji yale ya kutishatisha, lakini nayo ukiangalia kwa undani yana visababishi vingine ambavyo vimejificha. Kwa hiyo tutumie mifumo yetu ya big data ambayo tunayo. Tufanye utafiti kama zamani wakoloni walikuwa wakifanya. Aina fulani ya mashauri ikijitokeza sana, walikuwa wanatuma wa sosiolojia na watu wa psychology kwenda kufanya utafiti wa kina. Na kwa sababu sisi tumekusanya taarifa za kina, tumeweza kujua. Kwa mfano, kesi nyingi za Musoma zote ni wanaume ndio wanaua. Tukawa tunajiuliza, je, kama ni mila ya ukali wa watu wa Musoma Mara, wanawake mbona hatuoni jinai ya mauaji? Sasa tutaweza kuifahamu jamii yetu kwa kutumia uwekezaji mkubwa ambao tumeufanya. Na idara ya tehama wanatuambia wanaweza kabisa kufanya michakato hiyo, ili mradi tukiwa na maswali ambayo ni sahihi kuweza kuifundisha mifumo ili itupatie majibu. Tuanze kuwapa mahakimu nafasi ya kusoma shahada za uzamili katika maeneo ya teknolojia, kwa sababu dunia tunayoenda kuanzia dira ya 2050 ni dunia ambayo itatumia teknolojia. Pengine haitatosha kwa wewe kuwa hakimu uliyesomea sheria peke yake kuweza kutoa huduma katika mazingira ambayo yanahitaji. Na ukiangalia nchi nyingine tayari wameshaenda kule, wanatoa kwa mfano LLM in technology, computer programming for lawyers. Sasa ukiwa mwanasheria ambaye vile vile unafahamu mambo ya programming, utakuwa una msaada mkubwa sana kuliko wewe ni mwanasheria umejichimbia katika fani ya sheria, lakini umuhimu wa teknolojia unakuwa uko pembeni. Kuhusu hali ya utoaji haki kwa mahakama kuu na mahakama za chini, ninao furaha kusema kuwa imeendelea kuimarika. Kwa mwaka 2024, wastani wa muda uliotumika tangu shauri kufunguliwa hadi kukamilika ilikuwa ni siku 78, pungufu ya siku 6 kutoka siku 84 ukilinganisha na mwaka 2023. Aidha, idadi ya mashauri ya mrundikano mbele ya mahakama kuu na mahakama za chini kwa mwaka 2024 imeendelea kupungua, kwani ni mashauri 451 pekee, sawa na 1.2% ya mashauri 37,674 yaliyobaki Disemba 2024 ndio yalikuwa ya mrundikano. Hii inaonyesha upungufu wa 2% kutoka 3 kwa mwaka 2023. Kwa mahakama za watoto na mwanzo zilirekodi 0% ya mashauri yaliyokuwa na mrundikano kwa mwaka 2024. Mchanganuo wa mashauri hayo ya mrundikano kwa kila ngazi ya mahakama kwa mujibu wa taarifa zinazopatikana kwenye mfumo wa takwimu za mashauri unabainisha kuwa mashauri yamepungua kutoka 292 mpaka 175 kwa mahakama kuu, kutoka 445 hadi 144 kwa mahakama za hakimu kazi, kutoka 664 mpaka 126 kwa mahakama za wilaya. Aidha, mashauri ya aina hiyo yamepungua kutoka 18 hadi 0 katika mahakama za watoto.
Kwa upande wa mahakama za mwanzo, takwimu zilizopo zinaonyesha jumla ya mashauri 6 yalisalia tulipofunga mwaka 2024 kama ilivyokuwa kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kuongezeka kwa kasi ya umalizaji wa mashauri na kupungua kwa idadi ya mashauri ya mrundikano ni jambo la kupongezwa. Hata hivyo, ningependa kuwakumbusha majaji wafawidhi kuwa suala la usimamizi wa mashauri ni jambo linalopaswa kuwa endelevu. Kujisahau kwa aina yote kunaweza kupelekea mashauri ya mrundikano kuongezeka. Aidha, kuwepo kwa viwango vya mashauri ambao waheshimiwa majaji na mahakimu wanapaswa kumaliza kila mwaka kumechangia kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati. Pamoja na ufanisi huo, bado kuna utofauti mkubwa wa kumaliza mashauri kutoka jaji mmoja hadi jaji mwingine licha ya uwepo wa mazingira sawa. Kati ya majaji 110 wa Mahakama Kuu kufikia mwaka jana, ni 17 pekee ndio waliofikisha azimio la mashauri 220. Jitihada makusudi bado inahitajika katika eneo hili. Kimojawapo ni kuwa encourage mahakimu wote waende sasa, tutoke kwenye ile normality, kwa sababu tayari tunayo hiyo sheria, lakini kama tulivyozungumzia kwamba sasa sheria haiwork in isolation, na waweze kujikita zaidi kwenye hayo masuala ya tehama, ili pia tuendane na dira ya taifa inayokuja ya 2050. Moto kubwa na hasa wimbi la kuongezeka makosa yanayohusiana na kujamiana, yani makosa ya ubakaji, ni changamoto kubwa, na ikizingatiwa kwamba ni kesi ambayo adhabu yake ni kubwa, kwa sababu ubakaji adhabu yake inaenda mpaka miaka 30. Kwa hiyo ni adhabu kubwa, na ni kweli utafiti unahitajika kufanyika tena mkubwa tu, na pia kujitahidi sana kuwalinda watoto wetu wa kike na hata watoto wa kiume pia, kwa sababu wapo watoto pia ambao wanarawitiwa. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja utafiti gani ufanyike, lakini ni eneo ambalo kweli linahitaji utafiti. Na siku zote nimekuwa nikisema ni moja ya kosa ambalo ni rahisi sana kusingiziwa. Kwa hiyo hata usikilizwaji wake unahitaji umakini mkubwa.